Hello guys, hii ni part 2. Niliwa promise na waletea part 2 and here it is. I'm here with the truth but niko hapa kusema ukweli ya kila kitu. Leo siogopi kitu, niko na mpaka evidence. Niliwaambia nitachukua simu ya pili ni shoot nayo, ndio hii niwaeke hizo screenshots za WhatsApp and everything. And here I am. Nimekuja nitimize promise yangu to you guys. So in the first video kama uliwatch, unajua niliongelelea a celebrity wenye wanakatia madem mabiza wakiwa na ball, cause I want this to stop. It's so bad. Mtu amekubebea ball na uko hapa nje unatry kutafuta wasichana wengine. What if huyu wa pili huku nje apate mimba na bibi yako akuje kujua? That is so bad. I would never support that, cause I'm a woman and I know in case wapate ukweli ama wajue ukweli, they know how it feels to be cheated on. I know, I've been there and I would never wish any woman to go through the same. Anyway guys, welcome to this channel. It's a girl again, Caroline. It's Caronix. Please subscribe to this channel, like, share and comment. Amia siku hapa kuaibisha mtu na siku hapa kuongelelea mtu anything bad, na siku hapa ni trend. Niko hapa tu kusema ukweli wangu wenye najua. Ndio hii kitu labda itaacha, labda kuna mwingine alikuwa ameplan kufanya the same. It's not even celebrities, hata wale wengine wote wenye wako huku nje, anyone mwenye wako huku nje wote wanajua. I want them to stop. In case wakuja kuona hii video and you're out there, you are a man, you are planning to do the same to your woman, it is so bad. I would never wish that to even to my worst enemy. You guys should stop. Cheating is worst thing that you can never do to a woman. It breaks a woman completely. Na kama mwanamke amejitolea mpaka kukuzalia, please you should respect that person. She's more than an angel, cause kuzaa ni kurisk maisha yake. Ni either apite ama akose. It's so bad. See, you are ready to make a woman go through that pass. Na uko hapo uko comfortable, we hata una ball, hujabeba anything. Uko hapo una try kwenda huko nje kumcheat, yeye ajai kucheat. They are there supporting you in everything you do, whatever. Wengine hata wanawasaidia mpaka kujenga, but unaenda kucheat on your wife. That is so bad. Honestly, I would never support that. And even to the girls when you are out na married men, I'm not here to judge you. I'm not here to say anything bad about it, but it's so bad. You can say no to that message, say no to that call. Haita kukata anything. Imagine kusema tu no to that married man. It is the best thing you can ever do to yourself. Sema no venye pia mimi nilisema no to that man, to that celebrity. Just say no. Imagine, let me tell you one thing. Hata kama bibi yake anakuja hapo anakuchat, anakutusi, unafikiria like umewin cause umemfanya akakasirika ama akakuwa bitter. Trust you me, you'll go through the same. Utaolewa and you'll go through the same. Na hata kama you won't go through the same, you'll experience a different thing. Honestly, you'll experience a different thing hata kama nini, but God will make sure as long as you go under this sun, you'll experience a thing. You will go through something bad that will make you shed your tears. Trust you me. Na hata kama you are going there, na kuna wale hata mpaka they take the wife's number, wanaanza kuwapigia, wanaanza kuwatusi. That is so bad. Honestly, girls, we should stop that. We should end this. Gen Zs, we should end this. Honestly, this should end. We should stop. We should start saying no to this married men. I'm here to say that. Say no to that married men to avoid a lot of things. Paka unaona some people wanaenda kujiua, wanaenda kuwa mpaka watoto because of their husband, just because of cheating. Amegundua bwanake amezaa nje, amegundua bwanake akuna watoto wengine nje ama ana cheat, alafu anaachwa kwa nyumba for a whole week, mwanaume anatoka. Men, please, if you are doing that, you should stop. Just stop. Cause hata mwanamke akitaka kuamua kutoka kuachia watoto atatoka tu. Hata hiyo wiki anaweza toka. There are so many men outside here when you are ready kuchukua hata bibi yako any day anytime. Anyway guys, tuendelee na conversation yenye imetuleta hapa. So huyo jamaa like tulimalizia kwa alinipigia simu. So after kunipigia simu akaniambia he need us to talk
Alafu akaniuliza kama niko place kuna msee mwingine ama niko in a good environment where I can talk with him freely. Nikamwambia yes we can talk, tell me. Akaniuliza mbona nilimkataa, mbona nilikataa tukienda huko Dubai na yeye, mbona hata nilikataa akikuja kwangu. Nikamuuliza wewe ulitaka kukuja kwangu na hata kuniuliza kama niko na bwana ama niko na boyfriend ama I'm dating ama naishi na mtu. You just like you think that because you are celebrity you can just make a phone call na ni hivyo umepata kenye unataka. It doesn't go that way. Nimekataa, haiendangi hivyo huku. Nikamwambia huku wewe niuliza. Akaniuliza, nikamwambia sikuambii because mimi nimekuja na hiyo story. Na nikamwambia you should not even be calling me. Kwanza nikamuuliza where is your wife? By the time ananipigia hii call bibi yake alikuwa shaza cause niliwaambia aliniblocking for some time then akakuja akani-unblock. I don't know. Then he called me. Na by the time ananipigia hii simu bibi yake alikuwa shaza. Mtoto hata dinga alikuwa 6 months huko. So sitawaambia the year cause mtajua ni nani alizaa that year cause it's a celebrity na anajulikana. Their life yao iko tu ku social media everywhere. So nikamwambia that was bad. Kukaa hivi kufikiria you can do anything you want because you have a name, because people knows you, it is very bad. Na mimi nikamwambia kitu ya kwanza siwezi leta mwanaume kwangu, na hata ungekuwa una bibi ungekuwa single na ningekuwa single usingekuleta kwangu. So the guy akaniambia but it's akaniambia kama umeolewa bwanako hatajua ama boyfriend yako hatajua na bibi yangu hatajua. Nikamwambia hata kama wajui I'm not that kind of a person who will just go outside with anyone simply because bwana zao hawatajua. So mimi nikamwambia wajue wasijue, this is your type. I'm not the cheating type. And if I ever find myself trying to cheat on someone, that means I don't love them anymore, and I better move on with rather than cheating on someone. If I'm cheating on me, why can't I just go and be with the person that I'm cheating with? So niwaambia mimi siwezi cheat, na nikijipata na cheat I rather go to stay with that person mwenye na cheat na yeye na niache huyu kwa roho safi na nimwambie, because there must be some reasons zenye zimekupush uende ukacheat. Na nikamuuliza why are you trying to cheat on your wife? Na then nikamuuliza pia how many people have you cheated on your wife with? Can you tell me? Akanyamaza. Venye alinyamaza nikamwambia I know ni wengi, cause mimi hata huko unanijua, ulinipea tulifanya kazi ukanipea namba yako ya WhatsApp tukachat and all of a sudden you want to sleep with me. So ni wangapi wenye unajuana na wao ama marafiki wa bibi zako wenye umelala na wao? Cause I'm sure ni wengi. If you can reach out to a stranger in that way, it means wenye wako karibu na wewe ni wengi sana wenye umefanya, like it means you are just something else. So the guy told me I've never even texted any girl apart from you. Sijui you attracted me. I want to marry you to be my second wife. Akaniambia anataka kunioa nikuwe bibi wake wa pili. Akaniambia sijui ako ready kwenda wazazi wake wapelekwa kwa watu wetu. Akaanza kuniambia ako ready watu wao waende kwetu tupange rurasho and everything. Nikamuuliza do you think mimi nataka kuolewa kama bibi wa pili? Who lied to you that? Nikamwambia I'm not ready to be. Nikamwambia siko ready kuolewa kama bibi wa pili na anyone, honestly I'm not ready for that. Na I'll never be ready for that. Hata nikose kuolewa, cause even getting married it's a choice nowadays. It's not a must to get married, it's not a must to have kids. Alafu akaanza kuniambia unajua ukikuwa na mtoto wa celebrity sijui utatenda utajulikana nini nini. Nikamwambia ningetaka kujulikana the moment uliniambia tuende out na wewe ningetoa hizo chats na ningeziweka hapa na ningejulikana tu. Nikamwambia mimi sitaki kujulikana. Na nikamwambia siku moja nitajisikia nitatoka nje na niongee na niseme hiki kitu. I told him that. Ameishi kujua hivyo. Yeah. So nikamwambia mimi sitaki kuolewa bibi wa pili na sitaki dramas kwa life yangu za ma celebrities and everything. Sitaki cause kama uko hivi saa hii ukinioa ndio utakuwa aje? Nikamuuliza kama saa hii unanikatia na bibi yako ako na ball na ukinioa itakuwa aje kama unasema unataka kunioa kama bibi wa pili? Si pia mimi will do the same. Si utanifanyia the same thing that unafanyia bibi yako. I'm not that special. Tumebeba kitu the same.
so you'll do the same to me. Akaniambia, oh, siezi, you know I love you, I think you are made for me, ni wewe tu nilikuwa nataka. I think hata bibi yangu nilimweka ball by mistake na tukaoana. Akaniambia sijui aliweka bibi yake ball first baby na sijui by mistake wakajipata na mimba, ikabidi waoane. Haikuwa that serious relationship, so now he thinks he has found his love. Nikamwambia you have found your love na hata unijui. So mimi nikamwambia please stop these things, wacha kuni text, I'm not interested in you, I don't want to get married to a second wife. Nikamwambia I can never do that to my fellow woman. Na nikamwambia mimi sitaki mwanamke aliye kwa sababu yangu, kwa sababu nilicheat na bwanake simply because ni celebrity whatever ama whatever. Nikamwambia mimi najipea heshima yangu kama mwanamke na napea bibi yake heshima, na siwezi taka kuona akilia kwa sababu yangu. Siwezi date a married man. I work hard for my things. I can get whatever I want for myself. That's why I wake up every day to go to work. That's why natia bidii every single day, so that I can afford whatever I want without depending on anyone, without depending on a man. Because according to him alikuwa ananiambia anioe nikuwe housewife, anieke mahali, anieke maisha poa. Nikamwambia I'm not ready for that. Sitaki kuolewa, sitaki kuwekwa maisha poa. I'll work for whatever I want, and I can never date a married man to make another woman shed tears because of me, because I feel like I'm too hot, I can take their husbands whatever I want. Nikamwambia no, I'm not doing that. Anyway guys, we have come. Mi nilimkataa before niende video, nilimkataa na nikamwambia hivyo na akanyamaza, na hivyo ndio hiyo story iliisha. Sijui kama ataona hizi videos, kama atajua ni yeye, I don't know, I don't care. I know ataona na atajua. So guys, subscribe to this channel please if you want to see more of me. I believe I deliver good content. I hope you're gonna love it. Please subscribe to this channel, like, share and comment. Leave a comment so that I can know what you want me to do next, what you're expecting from me next. Yes, and I love you so much guys. Thank you for watching up to this point here. See you on the next video.